Kuna taarifa kwamba mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ataachiwa huru Julai 6 ya mwaka huu 2026. Hata hivyo, taarifa hizo zimeeleza kwamba kuachiwa huko kunaambatana na ajenda za siri za Samia Suluhu Hassan, kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii. Sasa taarifa ambazo zimezagaa katika kona mbalimbali na ambazo Jasusi TV imefanikiwa kuzisikia zinaeleza kwamba Mheshimiwa Lissu anatarajiwa kuachiwa tarehe 6 ya mwezi Julai ya mwaka huu 2026, takriban mwezi kutoka hivi sasa. Ikumbukwe kwamba awali Mheshimiwa Lissu alitakiwa kufikishwa mahakamani tarehe 11 ya mwezi huu, yani hapo jana, lakini zikapatikana taarifa kwamba tarehe hiyo ya kufikishwa mahakamani kwa Mheshimiwa Lissu imesogezwa mbele hadi Julai. Sasa kumekuwa na mkanganyiko kuhusu tarehe rasmi ya hiyo Julai ambapo Mheshimiwa Lissu atafikishwa mahakamani. Baadhi wanasema tarehe 6, wengine wanasema tarehe 3. Lakini taarifa halisi ni kwamba atafikishwa mahakamani tarehe 3 Julai ya mwaka 2026, lakini maamuzi yatafanyika Julai 6, siku 3 baada ya yeye kufikishwa mahakamani. Sasa wakati habari hiyo imeleta msisimko kwa baadhi ya wafuasi wa Mheshimiwa Lissu, hususan ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, taarifa nyingine zinaeleza kwamba mkakati huo wa kumwachia Mheshimiwa Lissu una taswira mbalimbali ambazo si nzuri sana kwa mujibu wa maelezo. Kwanza, tarehe 6 ni siku moja tu kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7 ya mwaka huu, siku ya 7/7. Kama unafahamu, kumekuwa na maandalizi yanaendelea miongoni mwa Gen Z pamoja na wanaharakati wengine kuhamasisha maandamano makubwa ya nchi nzima Julai 7 ya mwaka huu 2026. Jasusi TV itaandaa makala maalum ya kuzungumzia kuhusu maandamano hayo na uwezekano kama itakuwa na ufanisi au la, lakini hilo litakuwa ni wakati mwingine. Lakini kwa sasa kinachofahamika kwamba tarehe 7 ya mwezi ujao kutakuwa na maandamano makubwa ambayo yameandaliwa na Gen Z. Sasa moja ya sababu ambazo zinaelezwa kupelekea huu uamuzi wa kumwachia huru Mheshimiwa Lissu tarehe 6 ni kuathiri maandamano hayo. Inatarajiwa kwamba endapo kweli Mheshimiwa Lissu ataachiwa hiyo Julai 6 ambayo itakuwa ni mkesha wa maandamano hapo Julai 7, basi huenda idadi kubwa ya watu ambao walitarajiwa kushiriki katika maandamano hayo, hususan kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wanaweza wasijitokeze kwenye maandamano, ikizaniwa kwamba watakuwa na furaha, wanasherehekea kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu na vitu kama hivyo. Lakini pia kwa sababu ni tukio zito, litakuwa tukio kubwa katika miaka ya hivi karibuni, hasa kuhusiana na vyama vya upinzani. Itakuwa kama ambavyo tamko la Chadema kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kisiasa lilivyopokelewa kwa shangwe na vigelegele. Kwa hiyo inadhaniwa kwamba kumwachia Mheshimiwa Lissu siku moja kabla ya maandamano kunaweza kuathiri turnout, yani idadi ya watakaojitokeza kwenye maandamano hayo. Hilo moja. Lakini jingine ni kwamba kwenye tarehe kama 11 hivi ya mwezi wa 7 kutakuwa na kikao muhimu katika bunge la Ulaya kuhusiana na mustakabali wa msaada wa mabilioni ya fedha kwa Tanzania. Na moja ya masharti ambayo Umoja wa Ulaya umeweka bayana kwa Tanzania ni swala la Mheshimiwa Lissu, kwamba inataka Mheshimiwa Lissu aachiwe huru bila masharti yoyote. Kwa hiyo Samia anataka kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza, endapo atamwachia Mheshimiwa Lissu kabla ya maandamano, anadhani kwamba atanufaika kwa kupunguza nguvu ya maandamano, kwamba wanachadema wengi watakuwa wako bize na tukio la kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Lakini upande wa pili, kumwachia Mheshimiwa Lissu takriban wiki moja kabla ya bunge hilo la Ulaya halijakaa kupiga kura ya kuhusu huo msaada wa mabilioni kwa Tanzania, itajenga hoja kwa serikali yake kwamba lile sharti muhimu ambalo alikuwa ameongelea kuhusiana na mtu wenu, yani Mheshimiwa Lissu, sisi tumelitekeleza na ameachiwa huru. Hata hivyo, hizo taarifa za kuachiwa huru pia zinaambatana na taarifa nyingine kwamba mkakati wa kumwachia huru haukuwa usubiri mpaka hiyo tarehe 6 ya Julai.
Lakini kulikuwa mpango unaoendelea kuzungumzwa mpaka muda huu ni kwamba endapo ataachiwa, basi hatakuwa huru kama inavyodhaniwa, kwamba atakuwa katika kile wanaita house arrest. House arrest ni kwamba mtu anakuwa katika kifungo cha uraiani, yani yupo nyumbani kwake, lakini movements zake zinakuwa monitored, uhuru wake pia unakuwa unaangaliwa huku na kule. Kwa hiyo inaelezwa kwamba ni miongoni mwa mikakati inayofanywa. Lakini wakati hayo yakiwa ni miongoni mwa matukio yanayotarajiwa kutokea mwezi huu wa 7, na kwa kiasi kikubwa yanaonekana kumnufaisha zaidi Samia Suluhu Hassan kuliko kwa upande mmoja waandamanaji wa Gen Z, lakini upande mwingine hata hao wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa sababu kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu baada ya kukaa gerezani zaidi ya mwaka mmoja hakubadili chochote kimsingi, kwamba mateso aliyopatiwa ya uonevu na kumwachia huru hakutobadili kitu chochote. Kuna taarifa zisizothibitishwa kwamba kulikuwa na fungu zito la takriban shilingi bilioni 5 ambazo akabidhiwe Mheshimiwa Lissu kama kifuta machozi kwa mateso aliyopata na vitu kama hivyo, lakini bado hakuna uhakika endapo Mheshimiwa Lissu atakubali kuhusu hilo au la. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hilo. Sasa wakati ukiwa na taarifa hizo, kuna upande wa pili wa haya mambo. La kwanza ni kuhusu Mheshimiwa Lissu yeye mwenyewe. Hakuna uhakika kwamba endapo ataachiwa hiyo tarehe 6 kama inavyoelezwa, ataachiwa akiwa salama, kwa sababu anaweza akatoka gerezani akiwa mzima. Lakini kumekuwa na taarifa za muda mrefu kwamba kumekuwa na jitihada za kutaka kumwekea sumu na vitu kama hivyo. Vipi basi endapo atatoka gerezani akiwa na hizo changamoto za kiafya? Ili lolote la kutokea likitokea, serikali ya Samia inawe mikono kusema hapana, huyu alishatoka gerezani, kwa hiyo tumemwacha katika mikono ya ndugu jamaa na marafiki na chama chake. Kwa hiyo lolote litakalotokea, huenda wakaenda mbali zaidi na kunyoshea mkono Chadema, wakadai kwamba uwepo gerezani wa Mheshimiwa Lissu ulikuwa unawanufaisha baadhi ya viongozi wa chama hicho, na kutoka kwake kwa ghafla kumewaharibia ulaji na vitu kama hivyo, kwa hiyo wameamua kumdhuru. Unajua hawa watu majahili hawashindwi kuja na mpango wote. Lakini hili la kuhusu Mheshimiwa Lissu kuwa kwa namna fulani kama ametelekezwa na chama chake lina uzito, na hilo pia linaleta tafsiri nyingine, kwa sababu endapo Mheshimiwa Lissu ataachiwa, kuachiwa huko kunaweza kutangazwa na CCM au wapambe wa Samia kwamba ni huruma ya mama, kile ambacho kilitokea kwa Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye alizushiwa kesi ya ugaidi na baadaye akaachiwa na kwa matakwa ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hata hili likitokea, hawa chawa na wapambe wengine wanaweza kusema hizi ni huruma za mama ambazo zimefanikisha kumwachia, na wanaweza kuwa na hoja ya msingi, kwa sababu ikumbukwe kwamba tamko la mwisho la nguvu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema lilitolewa April 9 ya mwaka huu 2026, na lilitolewa na makamu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho upande wa Ukubara, Mheshimiwa John Heche. Siku hiyo ilikuwa ni maadhimisho ya mwaka kamili tangu Mheshimiwa Lissu akamatwe huko Mbinga mkoani Ruvuma. Na katika maelezo yake, Mheshimiwa Heche alidai kwamba endapo serikali haitomwachia Mheshimiwa Lissu, basi chama hicho kitahamasisha maandamano ya nchi nzima. Sasa hadi sasa ni Juni 12, imepita takriban miezi 2 na kwenda 3 tangu litolea tamko hilo, na kwa hakika hakuna dalili kwamba Chadema itafanya maandamano ya kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo akiachiwa, kunaweza kweli kukazuka hii tafsiri ambayo machawa wa Samia pamoja na CCM wataipigia kelele kudai kwamba ni mapenzi ya mama, ndio huruma zake, maridhiano na vitu kama hivyo ndio vimewezesha kumtoa gerezani, kwa sababu hayo maandamano yaliyoahidiwa na Chadema takriban miezi 2 na kwenda 3 iliyopita hayana dalili ya kutokea. Chama hicho kimekuwa kikifanya mikutano kwa sababu kimeruhusiwa kufanya mikutano, na katika mikutano yake ajenda imekuwa ni hiyo ya kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu pamoja na swala la katiba mpya, lakini
tamko la kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu limekuwa ni vague, kwa maana kwamba lipo hewani zaidi, yani kuliko kutoa kwamba siku fulani wanachadema tunachukua maamuzi ya kwenda kumtoa Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo katika hilo yayumkinika kusema kuwa Mheshimiwa Lissu ameangushwa na wanachadema, lakini kwa sababu Mheshimiwa Lissu hakuwa anaipigania Chadema peke yake, na si tu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema peke yake, bali amekuwa gerezani kwa sababu ya kupigania haki za Watanzania kwa ujumla. Watanzania nao wamemwangusha Mheshimiwa Lissu, na hii inaleta maswali zaidi kwamba je, baada ya kutoka gerezani, kama itakuwa hivyo, hali itakuwaje? Kwa sababu kumekuwa na tetesi ambazo hazijawahi kuthibitishwa, lakini JSTV imeeleza hapa kwamba kuna watu wananufaika na uwepo wa Mheshimiwa Lissu gerezani, na ndio maana kunufaika huko kumechangia watu hao kutofanya jitihada za kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu anatoka gerezani. Wamekuwa wakiongea zaidi kuliko kutenda kuhusiana na hilo shinikizo la kumtoa. Je, baada ya kutoka, mahusiano yake na viongozi wenzie itakuwa vipi, hasa ikizingatiwa kwamba mpaka muda huu hakuna mtu anayefahamu Mheshimiwa Lissu anajisikiaje kuhusu jinsi alivyoangushwa kwa upande mmoja na wanachadema wenzie, lakini kwa upande mwingine na Watanzania. Je, akitoka atakuwa na spirit ile ile aliyokuwa nayo, au atakuja kukabiliwa na ukweli mchungu kwamba watu ninaowapigania hawajaniweka kipaumbele katika maisha yao binafsi, kwa hiyo pengine nijali kuhusu afya yangu na vitu kama hivyo. Lakini kuna maswali mengine kuhusu afya yake. Je, serikali itamruhusu kwenda nje kwa ajili ya matibabu, kwa sababu kwa mwaka mzima hajapata matibabu? Lakini hofu zaidi ni kwamba je, atatoka gerezani akiwa mzima, na je, hiyo mipango dhalimu ambayo imekuwa endelevu kwa muda mrefu ya kutaka kumdhuru Mheshimiwa Lissu itakuwa imefikia ukingoni baada ya kutoka, au itakuwa ni fursa mpya ya kufanya unyama huo dhidi ya Mheshimiwa Lissu, ili baadaye hapo itakuwa ni kama wanaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa upande mmoja itakuwa umefanikisha mkakati huo wa muda mrefu wa kutaka kumdhuru, lakini kwa upande wa pili utakuwa umefanikisha pengine kuzusha mtafaruku wa kudai kwamba pengine waliomdhuru Mheshimiwa Lissu au mikakati ya kumdhuru Mheshimiwa Lissu imechangiwa na aidha viongozi wenzie au watu wengine ambao hawamtakii mema, lakini sio watu wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo inakuwa kama amepata kitu cha kujikinga dhidi ya shutuma hizo. Vyovyote itakavyokuwa, kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu pengine itakuwa ni habari ambayo Watanzania wengi wanaisubiri, lakini kuna mengi ambayo yatastahili mjadala baada ya hilo kutoka. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa herini.